Ndugu viongozi, nataka niwaambie kwamba kwa nafasi zenu mna umuhimu mkubwa mno katika ujenzi wa taifa, na hasa mnapokuwa viongozi wa wanafunzi. Ni dhahiri kabisa, pasi na shaka, mnahusika moja kwa moja katika kulea, kukiandaa na kukitengeneza kizazi kinachokuja cha taifa hili, ambayo na sisi wenyewe ni sehemu ya kizazi hiko. Ni wajibu wetu sasa kwa pamoja kama viongozi kuhakikisha kuwa ili tufikie malengo hayo ya kukiandaa, kukiendeleza na kutengeneza kizazi cha viongozi bora wa siku za usoni, ni lazima tuheshimu na kuzingatia misingi ya kuheshimiana, kushirikiana na kupendana. TAHLISO hoye! Ni muhimu sana viongozi tukakumbuka kwamba uliyekuwa naye siku ya leo katika nafasi yoyote ile katika serikali yako ya wanafunzi hapo chuoni ndiye ambaye unaweza kukutana naye siku za usoni katika ujenzi wa taifa lako kwa nafasi zingine tena. Kwa hiyo ninaomba nisisitize kuheshimiana sisi kwa sisi, tupendane na tushirikiane na tusaidiane sana. Hakuna namna ambayo inaweza ikafichika ama ikapuuzwa kusemwa kwamba Mungu ana dhamira ya dhati kabisa ya kukupendelea wewe, kukupa nafasi ya kuwaongoza wenzako katika chuo chako kwa nafasi uliokuwa nayo. Na ni mpango wa Mungu huwa ni mpango endelevu. Ni mpango ambao haukomi kesho wala kesho kutwa. Mipango yake inakoma mara baada tu ya mwanadamu kutimiza makusudi na mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Piga makofi kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo nakutia moyo kwamba wewe uliokuwa rais leo katika chuo chako, makamu wa rais ama nafasi yoyote ile katika kuwaongoza wenzako katika vyuo na vyuo vikuu, wewe ni kiongozi wa baadaye katika eneo lolote lile kwa kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Shangilia kwa ajili ya hilo. Ndugu zangu, tunao ushuhuda mkubwa kwa taasisi hizi za elimu ya juu na elimu ya kati, watu ambao walipata dhamana ya kuongoza wanafunzi wenzao na wapo mahala wamefika, na kupitia wao, na ndio maana tunapata ujasiri wa kusema kwamba tuna kila sababu ya kuheshimiana, tuna kila sababu ya kupendana na kusaidiana. Aliyekuwa pembeni yako, usitafakari kesho yake kwa namna anavyoonekana leo. Usitafakari kesho yake kwa namna alivyovaa leo. Lakini wewe fahamu kwamba huyo wa pembeni yako ni mwenzako katika ujenzi wa taifa siku za usoni. Mathalan, tulikuwa na kaka yetu Frank Nkinda, wakati yeye akiwa rais wa TAHLISO, mimi nilikuwa katibu wa Senate ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam, na pengine wengine ninyi ndugu zangu mlikuwa wabunge kwenye serikali za wanafunzi, au wengine mlikuwa mjaanza chuo kwa maana mjafika huko. Lakini leo hii Mungu si Athumani wala Mungu atokei Bukoba kwa haya. Kaka yetu Franki ameweza kupendelewa na Mwenyezi Mungu, ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya. Ni nani aliwahi kudhania Frank Nkinda anaweza kuwa mkuu wa wilaya mwaka 2025? Ni nani? Au ni nani aliyekuwa nadhani kwamba mimi nilikuwa katibu wa vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam wakati huo ningeweza kuwa rais wa TAHLISO leo? Ni nani? Kwa hiyo hayo ndio maajabu ya Mwenyezi Mungu jinsi alivyo katika maisha ya mwanadamu. Kesho ameifanya kuwa fumbo, na lazima ibaki hivyo hivyo kuwa fumbo ili tujue kumtofautisha Athumani na Mwenyezi Mungu. Vijana hoi! Vijana hoi! Kwa sababu kama ukiwa na uwezo wa kujitabiria yajayo, hapata kuwa na maana ya kuwa na Mwenyezi Mungu sasa. Lakini imebaki fumbo ili ujue Mungu ni muweza wa yote na yeye ndio mpangaji wa yote.
unatimiza majukumu yako kwa wakati mwafaka na wakati husika katika misingi inayokubalika na kuheshimika. Ya kesho mwachie Mwenyezi Mungu.